Nimesema tumeamua kuitisha mkutano huu kuwaeleza waangalizi wa kimataifa na waangalizi wa ndani, lakini pia na vyombo vya habari na wananchi kupitia nyinyi kujua kinachoendelea. Kuna mambo kadhaa ambayo tunadhani kwamba ni muhimu kuyajua. Moja, tunasikitika sana na tume ya uchaguzi kwamba tulidhani baada ya maandalizi yote tungefanya uchaguzi mzuri sana, lakini bahati mbaya sana kutokana na daftari ambalo wamelibandika katika vituo tofauti na pia wamelitoa kwetu, tumegundua mambo mengi. Tumegundua kuna watu wengi ambao wameandikishwa zaidi ya mara moja na majina yao na picha zao zinaonekana zaidi ya mara moja katika daftari la kudumu la wapiga kura, na hili linaonekana si tu kwa kuwa zaidi ya mara moja, lakini pia hata tarehe ya kuzaliwa inabadilika baina ya mtu yule yule katika sehemu mbili ambazo kaandikishwa. Lakini jingine, kuna swala la watoto ambao wameandikishwa chini ya umri wa miaka 18 wameonekana katika daftari hili. Lakini kubwa zaidi, kuna watu wengi ambao wamekufa. Sisi kwa hesabu yetu haraka baada ya kufanya utafiti wa haraka tu, sababu muda ulikuwa mfupi baada ya kupata daftari, tumegundua watu 4999 waliokufa bado wamo katika daftari. Lakini baya zaidi ni kwamba kuna watu ambao wako hai wameandikishwa, walikuwa katika daftari tangu 2010 wamefutwa. Na tumegundua kwamba kuna wapiga kura katika wastani wa 150 mpaka 200 katika kila jimbo ambao wamefutwa. Na hiyo manake ukichukua idadi ya chini kabisa 150 katika majimbo 54, manake kuna wapiga kura takriban 8100 ambao wamefutwa katika daftari. Tunaamini yote yamefanywa ili kusaidia CCM iweze kushinda, wakati hali yao ni mbaya sana, na nahakikishia hawezi kushinda uchaguzi licha vitimbi vyao vyote. Lakini jingine ni swala zima la mbinu za tume ya uchaguzi. Sheria yetu inasema kwamba ya uchaguzi inasema kwamba kura itakuwa halali kwa itapigwa muhuri wa tume ya uchaguzi. Lakini kama nilivyosema, bahati mbaya sana unakuta kwamba ghafla tunaambiwa kutatumika mihuri ya aina mbili. Kuna muhuri wa tume na muhuri wa serikali, yote inaruhusika kutumika. Na hapa tumeona hapa navyo vitambulisho viwili. Kimoja ni changu mimi kama mgombea katika jimbo langu, kimoja ni cha mwangalizi wa uchaguzi. Hivi vyote vimetolewa na tume ya uchaguzi ZEC. Ungetegemea kwamba tume ya uchaguzi ingegonga muhuri ule ule katika tume sababu ya muhuri mmoja. Lakini changu mimi kimegonga muhuri wa tume na kina nambari ya vituo ambao ni jambo sahihi, lakini cha ndugu yangu Liliami kimegongwa muhuri wa serikali. Na tunaambiwa hili limefanywa makusudi kuhalalisha, kwa sababu kuna kura nyingi feki ambazo zimekuwa zikipigwa katika siku 5 zilizopita, na vituo vilikuwa vimetumika kupiga. Kuna kituo Mpendae, kuna nyumba ya Balozi Seif Ali Iddi kama, kuna ofisi ya CCM Kisiwandui. Haya maeneo matatu yametumika kupiga kura feki. Haya wameajaza katika masanduku ya kura 150, 35 wamepeleka Pemba, 115 wako Unguja. Wanahangaika vipi kuyapenyeza? Sasa wanajua kwa sababu ukilazimisha kwa muhuri wa tume zitakuwa kura zile hazihesabiwi, kwa sababu hazikupigwa muhuri wa tume, zimepigwa muhuri wa serikali ambazo ni kura feki. Kwa hiyo tunashangaa, tumeitaka tume, tumefuatilia tangu asubuhi, watoe kauli juu hili. Tume imebakia kuwa bubu. Tunaamini ni katika mpango wa kutaka kulalisha ushindi wa wizi wa CCM ambao Wazanzibari hawatakubali. Lakini jingine tumesema ni swala zima ambalo linaendelea mpaka sasa hivi. Mawakala wetu wengi sana, pamoja na kuwapatia tume mapema na picha zao, wanashindwa kuwapa vitambulisho vya kuwezesha kuingia katika vituo vya kupigia kura kesho. Mawakala wa CCM wote wamepewa vitambulisho, lakini mawakala wa CUF hivi sasa wanahangaishwa. Kwa hiyo nasema haya mambo hatuwezi kuyakubali. Na tunazo taarifa vile vile kwamba haya masanduku ya kura ambayo yamepigwa kura feki, mengine tayari yamepelekwa katika kituo cha Bwawani ambapo kunategemewa ndio kutafanyika majumuisho ya kitaifa. Tunaambiwa lengo lao ni kwamba ikiwa baada ya wizi wao wote huu bado matokeo hayakufanikisha ushindi wa CCM, basi watadai katika ngazi ya taifa kura zihesabiwe upya na masanduku yatapelekwa pale, na haya walikuwa wameshaweka yatachanganywa pamoja ili kuhalalisha kubadilisha matokeo. Kwa hiyo naambia ujanja wote tumeutambua, na tunawaambia mwaka huu CCM hawatatoka katika uchaguzi huu kuliko wanavyofikiria wao. Lakini jingine ni matokeo ambayo yametokea jana usiku. Kwa muda mrefu sasa CCM wamekuwa kichana mabango ya uchaguzi ya CUF, lakini jana usiku ndio wamefurutu ada. Mabango yetu makubwa katika billboards katika maeneo yote ambayo yamechanwa, na tumesikitika sana. Mtu mzima anayepaswa kuheshimika kwenye nafasi ya juu, Balozi Seif Ali Iddi, leo anafanya mkutano na habari kusema kwamba ati CUF wameachana wenyewe. Utachanaje bango lako lilokutangaza katika kampeni utafutia kura ili ati umlaumu CCM? Na kama CUF na uwezo, mbona hakuachana CCM? Inaonyesha wazi kwamba ni CCM wakishinikizwa na wakilindwa
na vikosi vya SMZ wanafanya kazi hii jana usiku, na kuna watu wetu ambao wameshuhudia wakifanya kazi hiyo. Lakini vile vile Balozi Seif Walid huyo katika jimbo lake tumeshuhudia kuna wakala wetu ametekwa nyara jana. Wakala wetu anaitwa Hassan Idi Omar kutoka Mangapwani, shehia Mangapwani. Alitekwa nyara jana usiku kwake saa 6 za usiku, na leo mchana amekutikana wamemtupa katika eneo la Unguja Ukuu, katika mkoa nje ya mkoa wake, mkoa wa Kusini, badala ya mkoa wa Kaskazini kumkamatia. Kwa hiyo kuna vitimbi vingi vinafanyika tu. Lakini kama tunasema tunaripoti hapa ili waangalizi wa kimataifa vitambue, dunia itambue, na Watanzania na Wazanzibari watambue nini CCM inakifanya baada ya kuona kwamba hali yao ni mbaya. Sasa nje katika masuala yako haraka haraka ndugu yangu. Kuhusu swala la ushindi wa CUF. Mimi nawashangaa CCM. Hivyo CCM kwa wanaamini wanapata 62. Hizi njama zote za nini? Mtu anayejiamini kushinda ni kama CUF. Huwa anafuata taratibu akiamini kwamba kura halali zitamfanya ashinde. Kwa nini CCM inafanya njama zote hizi? Kwa nini tume inachezea madaftari? Madaftari yanapandishwa madaftari juu yake kama ilivyotokezea Mkwajuni, na clip inatembea kila pala, tumeiona sote. Kwa nini wanakataa kuwapa mawakala wetu vitambulisho wakaenda kashuhudia zoezi la kupiga kura ili kila mtu awe halali? Kwa nini CCM inaandikisha watu wadogo? Kwa nini kuna wapiga kura wanaandikisha mara mbili kama una hakika unashinda? Mimi naamini CCM wanajua kwamba hali yao ni mbaya, na nakuhakikishia ndugu yangu wanashindwa vibaya. CUF itashinda kwa asilimia ngapi kwa utafiti wetu? Sisi utafiti wetu unatuonesha kwamba tutashinda kwa asilimia 72. Lakini bila shaka kwa sababu ya vurugu hizi tunaamini kwamba ushindi huu utashuka, kwa sababu kuna maeneo yanatokana na wizi. Sababu unapopambana na wizi na vurugu hizi huwezi kufanikiwa 100%. Hasa ukiamini kwamba CCM wanalindwa na tume, wanalindwa na vikosi vya SMZ, wanalindwa na wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, na wataonekana kesho wanafanya kazi. Sasa tumezoea kuyaona haya. Kwa hivyo tunaamini kwamba unaweza ukashuka kwa sababu kutatokeza wizi hapa na pale. Lakini kama wakipiga kura wote watapiga kura halali, kwa mujibu wa utafiti uliofanya nyumba kwa nyumba, CUF ina support ya 72% wapiga kura wote wa Zanzibar. Na kuhusu fujo, mimi nasema hili halitaki maelezo mengi. Tujiulize katika kampeni hizi. Nendeni polisi tu mkaangalie form za PF3. Mtu akijeruhiwa au akiumia anapata matibabu lazima wate form ya PF3. Kaangalieni matokeo ya uchaguzi watu wote waliopigwa. Form za PF3 ngapi za CCM ngapi za CUF? Mtagundua kuna wanachama kwa mamia wa CUF waliopigwa. Mikutano ya CUF watokelea mjini siku zote wamekuwa wakipigwa. Tulipigwa Makunduchi huko nyuma mwezi wa Februari, kipindi hiki cha kampeni. Watoto walipigwa walipokuwa wanatoka katika mkutano wa Kizimkazi, walipigwa walipokuwa wanatoka katika mkutano wa Nungwi, walipigwa walipokuwa wanatoka katika mkutano wa Dunga. Yamekuwa matukio yanajirejea kila siku. Na sisi tunasema mwenye kuandaa fujo nani? Mimi nimetangaza katika mkutano wa waandishi wa habari, na mpaka leo CCM hawajakanusha kwamba CCM wana makambi ya vijana wanaofundisha uharamia, na nimeyataja yako wapi, na nimeyataja idadi ya vijana ambao wamo katika kila kambi. Mpaka leo CCM haijakanusha. Waseme kwa nini wanafuga vijana maharamia katika makambi yao kama wanataka amani? CCM wamezoea kujitia kuimba nyimbo ya amani huku wao wakiandaa fujo. Lakini wanasema kama wao wameandaa fujo, sisi tumesema juzi na tumetamka rasmi, tunategemea polisi ifanye kazi yao. Lakini kama polisi haikufanya kazi ya kutulinda, tutajilinda wenyewe kesho. Hatuwezi kukubali tena kila siku kupigwa watu wetu, na sisi ambayo kila siku inapoteza nguvu na inadhani kwamba kupiga watu ndio njia kubakia madarakani. Leo katika nchi kuna kundi la mazombi lile. Hakuna siwashuhudia, mpaka waandishi wa habari mwashuhudia. Kilivamiwa kituo cha radio cha Coconut FM pale. Waandishi kwa sababu wamefanya kipindi tu cha kulizungumza swala la watu wale kupiga watu, wakaenda wakavamiwa pale. Hasa serikali gani inayofuga wahuni ikawapa na silaha wakatumia gari za serikali wakapita kupiga watu wao watu wanataka amani? Kwa hivyo anaandaa fujo, anajulikana. Bado Seif Walid yeye mwenyewe ndiye mkuu wa upangaji wa vurugu zote katika nchi, na tunamwambia asijidanganye, atawajibika kwa uhuni na uandaa katika nchi. Asante sana.